Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa Zeri TV na karibu tuzungumze na tuyachakate yale yote ya kimichezo kutokea hapa Tanzania. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update hizi za michezo muda wote. Subscribe lakini pia washa alama ya notification. Na habari kubwa ni kuhusiana na klabu ya Singida Black Star imethibitisha kumteua kocha David Ouma kuwa kocha mkuu mpya klabu ni hapo, akichukua nafasi ya Miguel Angel Gamondi ambaye imembadilishia majukumu na kumteua kuwa mkurugenzi wa ufundi wa klabu hiyo. Taarifa ya leo Januari 5, 2026 iliyotolewa na klabu hiyo imeeleza kuwa Ouma ambaye awali alikuwa kocha msaidizi atashirikiana na makocha wasaidizi Musa Ndau na Muhibu Kanu. Vilevile Singida Black Stars imemwajiri Othman Najari kuwa meneja mkuu wa timu hiyo, huku ikimbadilishia majukumu Ramazani Nsazurimo aliyekuwa mkurugenzi wa ufundi na kumteua kuwa mshauri wa ufundi wa klabu hiyo. Aidha, klabu hiyo imebainisha kwamba haina pingamizi lolote kwa kocha Miguel Gamondi kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, endapo mamlaka husika zitaona inafaa. Kwa hiyo tusikilize uchambuzi kuhusiana na taarifa hii ya kutokea pale Singida Black Stars kuhusiana na habari ya upande wa makocha kubadilishwa na kila mtu kuwa katika nafasi nyingine, lakini pia kuhusiana na Miguel Gamondi ambaye ndio kocha alikuwa akisimamia timu ya Taifa Stars mpaka kufikia katika hatua ya 16 bora na jana kutolewa kwenye shindano hayo na Morocco kwa 1-0. Uchambuzi huu hapa kutokea hapo Crown FM, tusikilize, lakini pia usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya notification. Black Stars inapenda kujulisha umma, mashabiki na wadau wa soka kuwa imefanya mabadiliko ya kiutendaji katika benchi la ufundi kama ifuatavyo. Singida Black Stars imemwajiri Othman Najar kuwa meneja mkuu wa timu. Aidha, klabu imembadilishia majukumu Ramadhan Swanzurimo aliyekuwa mkurugenzi wa ufundi na kumteua kuwa mshauri wa ufundi wa klabu. Meneja mkuu wa timu atafanya kazi kwa karibu na kocha mkuu mpya David Ouma akishirikiana na makocha wasaidizi Musa Ndau na Muhibu Kanu. Katika hatua nyingine, Singida Black Stars imembadilishia majukumu kocha mkuu Miguel Gamondi na kumteua kuwa mkurugenzi wa ufundi wa klabu. Aidha, klabu haina pingamizi lolote kwa kocha Miguel Gamondi kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu wa timu ya taifa Tanzania ni Taifa Stars endapo mamlaka husika zitaona inafaa. Watumishi wengine ambao hawajatajwa katika taarifa hii wataendelea kutekeleza majukumu yao kama kawaida ndani ya benchi la ufundi. Mabadiliko haya yanaanza mara moja na yanafanyika kwa lengo la kuongeza ufanisi wa kiufundi katika kipindi hiki ambacho timu inashiriki mashindano ya kitaifa na kimataifa. Mwisho wa kunukuu. So ni zaidi ya 90% kwamba Gamondi hatarudi Singida Black Stars. Ataenda kama mkurugenzi wa ufundi. Hatakuwa tena kocha mkuu. Sasa maana yake ni kwamba mwisho wa siku anaweza tasibaki kwenye hicho cheo, ni basi tu au yote yanawezekana, yani lakini kwa sababu anafundisha timu ya taifa huko ni mkurugenzi wa ufundi. Hapo kwenye hiyo para ya pili wamesema kama timu ya taifa itamhitaji hawatakuwa na pingamizi lolote. Hii ni paragraph ya 4. Katika hatua nyingine, Singida Black Stars imembadilishia majukumu kocha mkuu Miguel Gamondi na kumteua kuwa mkurugenzi wa ufundi. Aidha, klabu haina pingamizi lolote kwa kocha Miguel Gamondi kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu wa Taifa Stars endapo mamlaka husika zitaona anafaa. So hapa inawezekana ndio key point zaidi. Yaani wamempa nafasi, lakini endapo Stars itamchukua au timu ya taifa itamchukua, maana yake ni kwamba hata majukumu ya ukurugenzi anaweza sio nayo. Lakini kwa taarifa ya kawaida ni kwamba yani taarifa wamepata, lakini hata kwa mujibu wa maelezo ya Msibo tumemsikia. Mazungumzo yanaendelea. Na kama kule mazungumzo yanaendelea huku tayari wameshabadilisha majukumu ya kocha, maana yake ni kwamba jambo lipo na tunatamba nao. Mchuzi leo Korea nazi so mrefu. Jambo lipo. Wangekuwa direct tu lakini. Sasa si bado haijathibitishwa. Yani bado sio swala la kuthibitisha. Yani kama unasubiri mwamara afu hujasoma ile imethibitishwa. Kwa hiyo unakuwa unasubiri. Swala la kusubiri ya nini? Kwa sababu kama mmemuondoa mpaka kwenye bench lenu la ufundi kwamba sio kocha mkuu. Tayari kwamba shughuli iliyobaki hapa ni yeye kuchukua tu vitu vyake. Sasa wenye jukumu la kutoa hiyo taarifa sio wao. Sawa. Wao wametoa ya kwao.
ina maana TFF ndio watapaswa watoe taarifa ya kocha mgeni. Wamefuata tu utaratibu, lakini uhalisia wa vitu, huyu mtu tayari ameshaondoka. Taarifa anayo, yani huwezi kumwachia kocha kama Gamondi alafu una uhakika anaenda wapi. Kwani si anakuwa mkurugenzi wa ufundi, jambo jema hilo. Lakini tukumbushane tu kwamba wapo wamesema kocha mkuu ni David Ouma na msaidizi wake Musa Ndao. Mimi ninachofahamu Gamondi alipo, Musa Ndao yupo. Na wewe nilikuwa pia ni swala la msingi la kujiuliza. Maana yake pia ni kwamba si ndio maana wakamweka atakuwa wako hapo. Yani unajua nini? Yani ndio maana kocha msaidizi Musa Ndao kwa David Ouma, lakini mkurugenzi wa ufundi ni Gamondi. Yani katika namna yote lazima wese mmoja. So endapo ataondoka Gamondi, inawezekana pia na Ndao naye akaondoka. Maana unajua kitu kizuri ni mechi za timu ya taifa haziingiliani na mechi za vilabu. Ni kweli. Yani haziingiliani. Kuna namna tu anaweza kaa pia. Mimi nadhani anachepuka tu kidogo, enda zake national team anarudi. Anakula kweli. Afanye jambo jepesi. Wala haya mambo hayana kificho, sababu ya kuya complicate. Sawa. Gamondi awe appointed kuwa kocha wa timu ya taifa, apewe mandate ya kuiongoza Taifa Stars kwenye AFCON ijayo. Simple and clear. Singida watafute kocha mwingine. Sio na wachiaga hata wachezaji bwana. Ndio wameshafanya hiyo. Wamempa Ouma sasa. Singida ni watu wema sana ukifuatilia. Yaani kila kitu akifanya. Inawezekana sio wema lakini wakawa unazidi wa mshumaa. Yaani Singida wanaga wanaungua huko wanamulikia watu. Hicho kipengele cha kuachia sijui makocha sijui wachezaji. Wanauzidi wa mshumaa. Lakini inawezekana sisi tunaona wanafanya kwa wema ama wanafanya wema, lakini mioyoni mwao si kama wanapenda, ila ni kwa sababu inawalazimu. Lakini pia Masanza afisa habari ashaye kusema kwamba kila ambacho wanakifanya wanakifahamu. Yani wanachofanya chochote kile ambacho kinaendelea, aidha ni wanaachia wachezaji nini, kila kitu kiko kwenye plan accordingly. So pengine hata hicho ambacho wanakifanya wanajua kabisa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hata tuseme ni club, lakini kwa timu serikali inataka kocha, unaweza ka resist kwa maana ya kupinga? Si ndio maana yake, kwa sababu hata mwenyewe amesema kwamba kocha analipwa na TFF. Serikali analipwa na serikali. Kwa serikali imesema bana, sisi tunamtaka kocha. Kwani mnatumia ubabe, si maombi? Ndio hicho, yani kwani nimesema ni ubabe? Lakini serikali asa kama ni maombi, kuna nafasi ya kukataa na kuna nafasi ya kukubali. No, yani sawa leo rais aje pale mtani kwa sababu tunakuja kikawaida tu hivi. Unatafuta timu yako ikacheze ligi nyingine. Hii barabara mngeweka hata Changarawe ingependeza. Protocol. Nafikiri akisema hivyo ameomba. Sawa, uweze kukataa. Yes. So ni jambo zuri. Jambo zuri kwa Stars, sio jambo zuri kwa Singida Black Stars. Do you think watakuwa wamerudi nyuma labda kwa hatua kadhaa? Of course, kwa asilimia kubwa sana, sio hatua kadhaa. Lakini wewe kutarajia hicho ambacho kinaenda kutokea kwamba kingetokea wakati anapewa hiyo nafasi? Nilitarajia na nafikiri alikuwa tuna maandalizi ya kuja kuona hiki ambacho kimetokea kwa wakati huu. Outcome ya AFCON ndio sababu, kwa sababu pengine ulitarajia wakati amepewa hiyo nafasi. Lakini je, AFCON pengine tungetolewa hatua ya makundi, hiyo nafasi yeye kupewa kama kocha, yani kuchukua nafasi ya kocha mkuu sasa kwenye national team na kuachana na Singida Black Stars kama kocha mkuu. Unaona hiyo nafasi? Nafikiri kwa hii performance ambayo imeonekana kwenye AFCON ndo kitu ambacho kimechangia kwa asilimia kubwa sana haya mambo kukamilika moja kwa moja. Kama wangekuwa na mpango tu wa kumhitaji moja kwa moja, nafikiri wangempa mkataba hata kabla ya AFCON. Lakini wamempa wanaenda kumpa huo mkataba wa kazi baada ya hiki ambacho kimeonekana. Unaelewa? Lakini kwa Singida Black Stars nasema wao wanarudi nyuma kwa sababu umemwachia Gamondi, it's okay. Bado unaachia wachezaji katikati ya msimu. Ni riski sana kwa upande wao. Yaani riski kubwa sana. Na hata kama wenyewe wanajua ni nini ambacho anakifanya au wana fedha kiasi gani wanaweza kufix kwa hao wachezaji na makocha ambao wanaondoka, lakini kwenye football bado ni risk, kwa sababu huwezi jua atakayekuja ata take time au atachukua muda kiasi gani kuja kuifanya timu kuwa kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Kwa sababu Singida Black Stars ukiangalia katika kila sehemu ambao wanabomoa kwenye maeneo muhimu. Umenielewa? Ameondoka Maruf Shakir, alikuwa alikuwa starter kwenye timu.
ameondoka Gamondi, bado kuna wachezaji unasikia tena wanahitajika na vilabu vingine, sio akina Diomande. Ameondoka, of course Soa aliondoka mwanzoni mwa msimu, anaweza kusema sawa alikuwa ameshajipanga, na ndio maana akaenda kumchukua Mwako ameona bado hawapi kile ambacho anahitaji, wameenda kumchukua Joseph Gwede. Lakini pia ameondoka nasikia Anthony Trabitra ndani ya timu. Inawezekana wana Sinki ambaye yupo Young Africans. Nafikiri Sinki atarudi Singida Black Stars. Na uhakika na hilo jambo, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba Young Africans hawana wachezaji kwenye eneo la ulinzi kwenye mashindano ya Mapinduzi. Kwa Asinki lazima atumikie kwa hii michezo iliyosalia. Baada hapo atarejea kwenye kikosi chake cha Singida Black Stars. Kwa ni watu wa fair play. Unanielewa? Na mimi nafurahishwa na ambacho anakifanya, kwa sababu football pia si uungwana. Lakini kama wanajua namna gani ya kufix wakimfacho mtu chake. Kamanda